zaidi. Lillahi almathalul a'la, Mungu na mtume wake. Sema mtume sasa inamtosha kula vijitonge kadhaa mwanadamu. Yuqimna sulbahu, lengo apate atie nguvu. Sulba yani dhahra, uti wake wa mgongo, maana yake apate nguvu, atapata kufanya harakati zake za kimaisha. Fa in kana la mahala, angalia sasa, ikiwa sasa la budda lahu an yastazida min at-ta'ami fawqa hadha al-qadri, ikiwa sasa hakuna budi anataka kula zaidi ya vitonge viwili vitatu, msikilize mtume anafundisha, asema alijawe tumbo lake, thuluthun li ta'ami wa thuluthun li sharabi wa thuluthun li nafasi. Akakujaia hapo mtume, sasa tonge mbili tatu ndio nini? Tonge mbili tatu mimi nitashiba kweli? Basi haya, kula zaidi, lakini kula hivi, kula kidogo sehemu ya chakula, kidogo sehemu ya maji, ubakishe kidogo sehemu ya pumzi. Uislamu unatufundisha hivi, kuwa wa kiasi. Maana yake usikutoke ule murua wako, ile heshima yako. Kuna watu wakiona kula, wallahi ile heshima yake yote inamvuka, na mara nyingine mpaka mbele za watu anashindwa kutamala kile nafsi yake, kaona kula tena macho yatamtoka hapo. Si umri huo uliofika, chakula gani kigeni kwako? Chakula gani cha kukufanya kikuvue ile heshima yako? Na wengine wakila hawajui kula, anakata tonge, ile tonge anayoikata inakaribia saizi ya pengine kichwa cha mtoto mchanga, alafu mwenyewe anaona sifa, huyu bwana na matonge. Wallahi ni su'ul khuluqil mu'min, tabia mbaya kabisa kwa muumini kuwa nazo. Tasghirul luqma, mtume anafundisha mpaka kukata ile tonge. Ile tonge mtasema ana saizi ya midomo mitatu na wala haipiti vizuri, anatia mdomoni, hata namna ya kuongea hauwezi kuongea vizuri. Ifanye ya saizi kula yako, bali hata ile tonge yako unavyoikata igawe tumbo lako sehemu tatu. Tumbo ni sehemu ya maradhi. Khatib ibn Abi Batta, mmoja katika sahaba watukufu wa mtume, alipokwenda kwa Muqawqis Misri umtangazie Uislamu, angalia Muqawqis alimpa zawadi gani? Alimpa zawadi jariyatan, Maria Qibtiya na Sirin, akampa na kipando, akampa na asali na daktari. Aliporudi Khatib akamwambia Rasulullah, Muqawqis amenipa zawadi hizi, vijakazi hawa wawili na daktari huyu na asali na kipando. Mtume alimwambia nini? Akachukua vile, kisha yule daktari akamwambia, wewe rudi zako. Sikiliza hapo, rudi zako kwa Muqawqis. Aliporudi Muqawqis anamwambia, lima raddaka Muhammad, anamwambia yule daktari, wewe nimekupeleka ukamtibu mtume yule ni mtume wa Mungu, kwa nini amekurudisha? Anasema, laqad arsaltani ila rajulin qad jamaa tibba kullahu fi kalimatan, umenipeleka kwa mtu amekusanya utabibu, tiba yote katika maneno mawili. Nasemaje? Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua, sisi ni watu hatuli mpaka tuone njaa. Wa idha akalna la nashba, na tukila hatushibi, hatuli mpaka tukavimbiwa. Allahu akbar. Sasa ukiweka saizi ya maisha yako hivyo, kula yako, huwezi ukajua wewe maradhi, illa man arada Allah, mpaka Mungu atake. Lakini kanuni iko hivyo, kuwa wakati na kati, kula yako na maisha yako, namna unavyoamiliana na wenzako. Anasema Dr. Mustafa Sibai, namna unavyoishi na watu, ishi nao kwa kati na kati. Tuwafanyia khairati, wafanyie kwa kiwango maalum. Ukigombana nao, ikitokezea umegombana nao, weka na kiasi, usiwachukie jumla jumla. Ukiwa unamsikiliza mtu umemwamini, pia muamini kwa kiasi. Kuna wengine ukiwaamini ile imani yako kwake haheshimu, appreciate, anaweza akakupelekea mpaka akakuamrisha kufanya mambo ya kumuasi Mwenyezi Mungu. Muamini kwa kiasi. Maisha tek, eka kiwango maalum. Ikisha anasema kun mu'tadila, kuwa na wakati na kati wa saizi, fi farahika wa huznik, katika furaha yako na huzuni yako. Ikitokezea siku Mwenyezi Mungu kakujalia katika maisha, hutokezea zikakupata hali fulani ukapatwa na furaha, si ile furaha yako isivuke mpaka. Umepandishwa cheo kazini, furahi kwa kiasi. Umefaulu masomo, furahi kiasi. Umepata mtoto, furahi kiasi. Umepata neema yoyote katika neema, furahi, lakini usitoke katika ile
kiwango maalum ikakupelekea ukapata madhambi badala ya kupata thawabu. Umesema Mwenyezi Mungu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, kwa fadhila na neema za Mwenyezi Mungu na rehema zake anazokupeni furahieni katika yale anayokufurahisheni. Haimaanishi kwamba mtu ni Muislamu mcha Mungu basi yeye hafurahi, hacheki na watu, la. Sehemu ya kufurahi furahi, lakini usichupe mpaka. Kuna watu wanafurahi mpaka anapiga makelele, anavua na nguo, anacheza uchi, yani gharib. Mu'min kifa anakuwa mu'min namna hii? Eka kiwango maalum furaha yako, na usiwe sababu ya kumuudhi mwingine. Unafurahi wewe, tunaishi katika mitaa, tunaona mtu ana furaha na sherehe nyumbani kwake, akawasha kama ni muziki, kama ni tuseme ni mdundo au kitu gani, mpaka akawaudhi jirani zake eti kwa sababu yeye kafurahi. Badala ya kupata thawabu sasa na furaha yako, watu wanakulani. Huwa na kiwango maalum. Bali na huzuni yako, ukihuzunika likikupata la huzuni, usihuzunike mpaka ukavuka mpaka kawa sasa kama vile unamlaumu Mwenyezi Mungu, kwa nini mimi? Na mkipatwa na huzuni, huzunika. Sahihi. Mtume anasema katika hadithi, moyo unahuzunika, macho yanatoa machozi, lakini hatusemi isipokuwa yale Mungu anayaridhia. Kwa hiyo huzunika, lakini iwe na kiwango maalum. Tazama Sayyidina Yaqub, a'udhu billahi minash shaitani rajim, watawalla anhu wa qala ya asafa ala Yusuf. Angalia huzuni yake alivyokuwa amempenda Yusuf, akapotezwa na ndugu zake. Alihuzunika mpaka wabiyadhat aynahu min alhuzni. Mungu anasema alilia mpaka yale macho yake yakapia uweupe, yakatoka ile nuru, akapoteza kabisa nuru ya macho yake, akawa haoni, anatisha. Kama mshawahi kuona wale watu macho yao hapa, hii mboni nyeusi haipo, kunapiga uweupe, basi mfano kama huo. Yote alilia Yaqub, ile huzuni ilimshinda mpaka macho yakapoteza nuru. Hata wewe anaweza kukufika mitihani, ukafiwa na mtoto wako, mama yako, mke wako, biashara zikaharibika, sijui nyumba imefanya nini, ukakuwa na mitihani mpaka ukakaribia kutaka kukufuru. Watu wanakaribia bora nife sasa. La yakunu almu'min hakadha. Muumini hawi hivyo, anahuzunika lakini huzuni yako inakuwa kiimani, kiislamu. Walishuka malaika, sira inatuambia, wakamuuliza Yaqub, ma bika ala hadha alhuzn, hii huzuni yote mpaka macho yanakuwa umekuwa kipofu ya nini? Asema firaka ala waladi, kumkosa kwangu mtoto wangu, mapenzi yangu kwa mtoto wangu. Angalia swala liloulizwa, idha kana hadha hubbuka li Yusuf fa aina hubbuka lillah. Ikiwa haya mapenzi haya mpaka unakuwa na huzuni hii kwa Yusuf, yapo hivi, mapenzi yako kwa Mungu yapoje sasa? Yako wapi? Qala innama ashku bathi wa huzni. Akarudi akaona nimekosea Yaqubu, akatubia, asema sasa basi namshtakia Mola wangu huzuni zangu na yale majekejeke yangu. Huzunika lakini kwa kiwango maalum, usitoke katika ile hadi iliyowekwa na sheria. Wa kun mu'tadilan, nasema katika jambo lingine kuwa wakati na kati, fi hubbika wa bughdika, katika kile unachokipenda na unachokichukia. Allahu akbar. Katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba ni vya ajabu, ndugu zangu, wallahi mapenzi ni kitu cha ajabu, hakiyawaipo katika miongoni mwa vitu vya ajabu kuumbwa. Kwa ajili ya mapenzi mtu yupo tayari kumtoa mtu roho. Kwa ajili ya mapenzi watu wanajitoa wao roho. Kwa ajili ya mapenzi mtu anadhulumu. Kwa ajili ya mapenzi mtu anatokwa na akili. Mapenzi, ima kampenda mtoto wake, ima kampenda mke wake, ima kampenda mwanae, ima kampenda mzazi wake, mapenzi. Lakini kuwa mu'tadila, mpende unayempenda kiasi, kiwango maalum. Ndio nasema ahbib habibaka hawnan ma, mpende mpenzi wako kiasi. Asa an yakuna baghidaka yawman ma, huenda kuna siku atakuja kuwa adui yako. Usimpende sana, kwa sababu kuna siku akija akiwa adui, moyo wako ulishampa wote, atakupa majeraha, atakuachia jeraha katika moyo wako, maisha yako hutosahau. Ndio maana unawasikia wengine wasema
katika ulimwengu wa mapenzi. Wanaume wote, utasikia wanawake anasema mara nyingine hivi, wanaume wote anawaita sijui wanaume wote mbwa, wote wanafanana, huyu alipenda mpaka akapita kiwango. Na wanaume pia wanasema hivyo, wanawake wote ndio wao tu, khiana, hawana lolote. Ulipenda ukapitiliza, penda kwa kiasi, mu'tadilan, eka uadilifu, mpende na mpende eke kiasi. Siku akikukhini, akikufanyia ubaya, maumivu yake hayatakuwa kama ya vile ungempenda kiasi chote. Wabughdhika, na vile vile kuchukia kwako, mchukie kwa kiwango maalum. Usimchukie mtu jumla jumla mpaka ukapitiliza. Ahbib habibaka, anasema samih akhaka idha khalata minhu al-isabata bil ghalat wa tajafa an ta'nifihi in zagha yawman aw qasata wa'lam in talabta muhadhiban rumta ash-shaqat walau intaqabta bani az-zamani wajadta aktharuhum saqat man dha alladhi ma sa'a qat wa man lahu husna faqat. Moja anasema maneno haya, inatokezea katika maisha, tunagombana, tunapishana. Ikitokezea sasa ukapishana na ndugu yako, rafiki yako, mwenzako, msamehe idha khalaqa, atakapochanganya al-isabata bil ghalat, kwa jambo la zuri na lisilokuwa la zuri. Alafu tajafa an ta'nifihi, epuka kumlaumu sana, kila siku unanikosea tu, unanikera bwana, kuanzia leo mimi na wewe basi. La, usimchukie kiasi chote hicho, eka kiasi. Kwa sababu gani? Wa'lami in talabta muhaddiban, jua kwamba ukitaka mtu ambaye yuko perfectly, hana makosa, rumta shatat, umetaka jambo ambalo haliwezekani. Wala intaqabta bani zamani wajadta aktharuhum saqat, na ukiwakajua watu wengi katika ulimwengu, sema leo niache rafiki huyu, simtaki huyu, kila siku ananikosea na ni hivi, nitafutie rafiki mwingine, wengi utawapata wana makosa. Man dha alladhi ma sa'a qat, nani hakosei? Anauliza katika mashairi yake mwisho, waman lahu husna faqat, na nani yeye ana mazuri tu, hana makosa. Usimchukie mtu, lakini weka kiasi, usimchukie jumla jumla. Ndio maana hadithi imeweka siku tatu. Hadithi ya Imam Bukhari na Muslim wanapokea kutoka kwa Abu Ayyub al-Ansari, la yahillu lilmuslimi an yahjura akhahu fawqa thalathi, haifai muumini kumchukia mwenzio, ndugu yake, amsemeshi, hamuulizi kitu, zikapita siku tatu, haifai. Ndio sheria imekupa siku tatu uonesha kwamba lile la kukera linaudhi, umemwamini kakufanyia khiana, kakukera, unamchukia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Baada ya hapo unasafiana nyingine, mambo yanakwenda sawa sawa. Msamehe tena, usiache fundo kwamba siku akija akikosea tena unamwambia unakumbuka wewe siku zile ulifanyia hivi. La, msamehe jumla jumla. Usiwe kama yule bwana mmoja mwenzake alikuwa anataka kwenda haji, kuhiji, akamfuata ambia, bwana nimekuja nataka nikuombe samahani, nisamehe mimi makosa yangu, nataka kwenda kufanya ibada ya haji. Akakataa, hakuna, wewe namna ulivyonikera siwezi kukusamehe mimi. Kamlazimisha, ataki. Yule akatumia watu wazima, endeni mkaniombe msamaha kwa fulani, nimemkosea kweli, nimekiri. Na mara nyingine wanaotukosea wallahi wanatuomba radhi, anajishusha, bado hutaki kumsamehe. Wewe Mungu unamkosea mara ngapi anakusamehe? Hata humuombi msamaha. Ndugu yako anajidhalilisha na kuja kwako, nisamehe kweli, nimekiri, nimekosa. Wakaenda watu wazima, kufika kule, mbia bwana huyu ndugu yako anataka kwenda haji, sasa nataka kwenda kule, msafiane nia, samehe. Yule jambo hili lishakuwa kubwa na watu wazima hawa. Akauliza, kwani huko hiji ya watu wanakwenda wanakaa mpaka siku ngapi? Inategemea, siku mbili, wiki mbili, tatu, mwezi. Nabia basi nimemsamehe hizo wiki tatu atakazoenda au mwezi, akirudi moto ni ule ule. Sasa usiwe hivyo, Uislamu hautaki, tusisameheane hivyo. Msamehe, mputie yote. Abubakari aliapa kuwapia wale waliomzushia uzinifu mtoto wake, akaapa. Wakasemaje? wala ya'tali lil fadli minkum wasa'ati an yu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ona hapo, waliafu waliyasfahu, na wasamehe kisha wafute. La tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ni hampendi Mungu akusamehe makosa yenu? Abubakar sema bala ya Rasulullah, tunapenda Mungu atusamehe. Sasa wewe msamehe ndugu yako hiyo. Ndugu zangu, tuishi katina kati maisha yetu. Ukiweka maisha yako kwa mfumo huu, uwezi ukajua dhiki wala shida wala tabu katika mfumo wa maisha yako. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu yaghfir lakum.